Mahakama Kuu ya Tanzania, masjala ndogo ya Dar es Salaam, imekizuia Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kufanya shughuli zozote zile za kichama ndani ya siku 14. Hatua hiyo inatokana na kesi nambari 8323 mkwaju ya mwaka 2025 iliyofunguliwa na aliyekuwa makamu mwenyekiti wa Chadema Zanzibar Said Issa na wenzake wawili, ambayo imetolewa uamuzi leo na Jaji Hamidu Mwanga. Uamuzi huo umetolewa huku Chadema ikikosa mwakilishi wa kisheria baada ya wakili Jebra Kambole aliyekuwa akisimamia kesi hiyo kujitoa kabla kutolewa uamuzi, akidai kutosikilizwa kwa hoja zao. Hatua ya Chadema kuzuia kufanya shughuli hizo inatokana na maombi yaliyowasilishwa mahakamani hapo na jopo la mawakili wa walalamikaji ya kwamba liwekwe zuio hilo hadi kesi ya msingi itakapoanza kusikilizwa Juni 24 mwaka huu. Mimi natumika na hizi ni ripoti kutokea Mahakama Kuu ya Tanzania, masjala ndogo ya Dar es Salaam, juu ya zuio la Chadema. Naitwa Guido Thomas Simfukwe, ni miongoni mwa timu ambayo ilikuwa inawakilisha wanachama wa Board of Trustees waliofungua kesi yao hapa Dar es Salaam katika Mahakama Kuu ya Tanzania, masjala ndogo ya Dar es Salaam. Na kesi hii ilikuja leo tarehe 10 mwezi wa 6 2025 kwa ajili ya mambo kama matatu au manne hivi kama nitakavyoeleza. Jambo la kwanza, kuna kesi ya msingi ambayo ni namba 8323 ya mwaka 2025. Kesi hii ilipangwa leo kwa ajili ya kusikizwa kwa kutolewa maamuzi ya mapingamizi ya kisheria, ambayo mapingamizi haya yalikuwa yameshawasilishwa kwa njia ya maandishi ya written submission. Sasa leo tulipokutana asubuhi, Mheshimiwa Jaji ametoa maamuzi ya mapingamizi haya, na mapingamizi yote 9 yaliyokuwa yameletwa na Board of Trustees ya chama cha Chadema pamoja na katibu mkuu, yote yamekuwa dismissed. Kwa hivyo baada ya kuwa dismissed, maana yake sasa ni kwamba tukaenda kwenye ombi. Kulikuwa kuyapi na ombi la zuio, ambalo hili ni ombi namba 8960 pia la mwaka 2025. Katika ombi hili our members wanaotoka Zanzibar waliofungua ile shauri wanaomba zuio dhidi ya chama cha Chadema na shughuli zote zisitishwe mpaka kesi ya msingi itakaposikilizwa. Hili ombi lilikuwa pia na mapingamizi. Upande wa respondent walileta mapingamizi yao dhidi ya hili ombi, na pia upande wa waombaji katika majibu yao kinzani, yani counter affidavit, pia walifaili pingamizi za kisheria. Sasa pingamizi hizi pia zimesikilizwa. Pingamizi za upande wa respondent zimekuwa overruled, lakini jaji akawa ame-expunge aya ya 16 ya hati ya kiapo ya waombaji, kwa maana kwamba ilikuwa na matatizo, kwa hiyo aka-expunge, lakini akasema zingine zitatumika kuunga mkono hati ya kiapo. Lakini pia na waombaji kwenye majibu yao, yani kiapo kinzani dhidi ya ili ombi, walileta pia pingamizi la kisheria kwamba hati yao ya kiapo, hati ya kiapo kinzani ya waombewa ilikuwa haijakuwa sworn or affirmed. Imeeleza tu kwamba imekuwa delivered and signed. Sasa hii ikaleta mzozo mkubwa, yani ile tag of war ya wanasheria kwenye hii pingamizi, kwamba je, affidavit inakuwa signed au inakuwa delivered au inakuwa sworn or affirmed. Kwa hiyo baada ya mapingamizi haya kusikilizwa kwa kirefu, Mheshimiwa Jaji alisustain EPO na akawa ame-struck out, yani akaiondoa hati ya kiapo kinzani ya kukataa ili ombi la zuio. Kwa hiyo baada ya kukataliwa sasa kwa hii counter affidavit ya wajibu maombi, maana yake sasa ombi likabaki halijapingwa. Kwa hiyo jaji akaoda kwamba tuendelee na kusikiliza ombi la msingi. Baada ya kufikia hapa, mahakama ilipotoa amri hiyo, wakili wa wajibu maombi, yani wa chama cha Chadema pamoja na katibu mkuu, akaomba kujitoa mahakamani kwamba hahitaji tena kuwakilisha wateja wake, na kwa hivyo akiendelea kuwakilisha wateja wake itakuwa yeye ameona pengine kwa interest zake haitofaa. Kwa hiyo akawa amejiondoa mahakamani na mahakama ikatoa amri ikamdischarge. Baada ya hapo mahakama ikatoa order kwamba ombi la zuio lisikilizwe ex parte. Kwa hiyo tumesikiliza ombi la zuio ex parte, yani ex parte maana yake upande mmoja, kwa sababu wale walikuwa mahakamani wakaamua kuondoka mahakamani. Kwa hiyo mahakama ikasikiliza ombi la zuio, ikawasikiliza waombaji upande mmoja, kwa sababu wajibu maombi walikuwa hawapo na wameondoka mahakamani, na ikatoa amri zifuatazo. Mahakama imezuia kwa muda
imetoa oda, imezuia kwa muda kwamba shughuli zote za chama, yani kwa maana kwamba mikutano ya wao wenyewe au wafanyakazi wao au mtu mwingine yoyote ambaye ana act kwa niaba ya Chadema zimezuiliwa mpaka hapo kesi ya msingi itakaposikilizwa na Mahakama Kuu Masjala ndogo ya Dar es Salaam. Kwa ufupi hayo ndio ambayo yametokea kwa leo. Kuna jambo hapa